Ukijaribu kuangalia ili sakata limekuwa katika sura mbili. Sura ya kwanza, sura yetu sisi ya maoni, kwa maana leo ukimuuliza mdau wote wa soka anakuambia kwamba Senegal walideserve ama wanadeserve kuwa mabingwa wa AFCON 2025. So far hata mimi leo ukiniuliza nitakwambia kwamba Senegal wanadeserve kuwa mabingwa wa AFCON 2025 kwa performance nzuri tangu michuano hiyo imeanza, lakini licha hiyo ubora mkubwa mbele ya Morocco ambao kimsingi ni miongoni mwa timu dume sana barani Afrika sasa hivi. Ukizungumza ina quality hali ya juu, wachezaji ambao wa daraja la juu kabisa wanacheza katika vilabu vikubwa barani Ulaya. Tunazungumzia hapa kina Achraf Hakimi, kina Brahim Diaz na wengine wachezaji ambao wana profile kubwa barani Ulaya. Lakini ukiacha hivyo wamekwenda kucheza Senegal pia ina hiyo profile, lakini ukijaribu kwenda kwenye uhalisia tunaona kwa miaka hivi karibuni Morocco wana quality zaidi ya Senegal, kwa maana wachezaji ambao wanacheza katika vilabu vikubwa. Ukijaribu kuangalia kikosi cha Senegal, wachezaji wake wengi unaona wanatoka katika Galatasaray Uturuki, unaona wengine West Ham, timu za madaraja ya kawaida, kina Sadio Mane hapo Saudi, ambao kimsingi wanaonekana kama ni wachezaji ambao tayari wameshamaliza mpira. Ukijaribu kuangalia wachezaji ambao wanatoka katika timu ambayo daraja A, unaweza ukatafuta kwenye kikosi cha Senegal, lakini spirit yao ya kupambana katika kiwanja na ubora ambao wako nao wakaonesha game nzuri, na kama matokeo yalivyoonekana kwa wao wakapata hayo matokeo ya ushindi na bingwa kaenda kwao. Lakini sasa ni finali ambayo ilikuwa na vitu vingi siku ya finali, kwa maana kulikuwa na patashika nyingi, vurumai katika mchezo kutokana na maamuzi ambayo yaliwakasilisha Senegal. Sasa tukirudi sasa kwenye kanuni na sheria, unawaona Senegal wanabanwa kwa kile ambacho walikifanya siku ya finali. Kwa mtazamo tunaona wapo sahihi, lakini kwa sheria inaonekana sasa imekwenda kuwabana Senegal, kwa sababu miongoni mwa vitu ambavyo vinaweza vikaenda vikabatilisha ushindi ambao umeupata, kitu cha kwanza kikubwa ni match fixing, upangaji wa matokeo. Kama shirikisho litabaini kwamba mechi hii kulikuwa na viashiria vya upangaji wa matokeo, basi kuna uwezekano mkubwa matokeo yakabatilishwa. Lakini ukiacha hivyo, jambo lingine ni kumchezesha mchezaji ambaye hastahili kucheza. Mfano, mchezaji labda alipatwa kadi nyekundu ama alifanya kosa lolote la kinizamu ambayo lilimsababisha afungiwe na shirikisho, aliruhusiwa kucheza, wewe ukamchezesha kimakosa. Kwa hiyo hapo kuna uwezekano nyinyi mkapokonywa alama. Lakini jambo lingine, labda mchezaji michuano ya under 17 wewe ukamchezesha mchezaji ambaye ni mkubwa zaidi ya miaka hiyo ambayo imewekwa hapo na shirikisho, kwa maana na disqualify, kwa maana unaweza ukakatwa alama. Nakumbuka sisi kwenda kwenye AFCON under 17 nadhani kule Gabon, kina Nixon Kibabage hawa walivyoenda kule, miongoni mwa faida kubwa tulipata hiyo, namna ambavyo tulipata hiyo nafasi ya kushika, sababu wapinzani wetu nadhani Kongo walichezesha mchezaji mkubwa alivuka umri, kwa hiyo tukapata sisi hiyo nafasi kwa sababu ya kanuni hiyo na sheria hiyo. Lakini ukiacha hivyo, sababu ama kifungu kikubwa ambacho kilikwenda kuwahukumu zaidi Senegal ni katika hapo kutazungumzia hapa article inaizungumzia hapa ni article ya 82 ambapo inatoa room kwa watu wa kamati kwenye kubatilisha hayo matokeo, na kigezo kikubwa ambacho wao wamefungiwa ni utovu wa nidhamu kupitiliza. Kwa maana hiyo, utovu wa nidhamu kupitiliza kivipi? Kwa sababu mara baada ya muamuzi kutoka Kongo Ngita kufanya kosa ama wao kuhisi kama amefanya makosa kwa kuwapa Morocco penalty ambayo kimsingi wao waliona kwamba haikudeserve kuwa penalty, wakagomea mchezo. Na kugomea mchezo hawakugomea mchezo wakiwa katika eneo la kuchezea, kwa maana kutokana na miemko na hasira ambayo uko nayo timu nzima, kasoso wachezaji mmoja ama wawili ndio waliendelea kubakia kwenye pitch, kwa wachezaji wote wakawa wameingia kwenye vyumba vya kubadilishia nguo, kitendo ambacho ni utovu wa nidhamu kupitiliza, ni kinyume na taratibu na sheria. Ndio maana katika ile finali, kipindi ambacho wachezaji wanataka kuingia vyumbani kule, unamwona mchezaji kama Sadio Mane ambaye alikuwa anatambua what happened baada ya kile ambacho kinafanyika, aliendelea kupigania wachezaji wenzake warudi uwanjani. Simeelewana? Warudi uwanjani ili wamalizie dakika, kwa sababu alikuwa anajua kile kitendo ambacho anakifanya ni kosa, na mwamuzi alikuwa na advantage na nafasi ya kumaliza ule mchezo pale tu wachezaji wote walivyoingia kwenye vyumba vya kubadilishia nguo pasipo idhini
ya muamuzi, kwa sababu sometimes inaweza ikatokea changamoto, labda mvua imekuwa kubwa ama kwa changamoto moja mbili tatu, fujo imezidi, mtaanza mkaambia bana, nyinyi ingieni kwanza ndani tusubirie usalama utulie, mechi ifanyaje icheze, kwa maamuzi ya muamuzi. Lakini sio kwa maamuzi wewe nyinyi kama timu mupate ghadhabu na hasira muamue kutoka huko, ni kuvunja sheria. So ukijaribu kuchukua mantiki hiyo, utaona moja kwa moja kwa kanuni na namna ambavyo watu wa kamati wameamua kwamba ubingwa uende kwa Morocco, na Morocco wamepewa goli 3, walideserve kwa sababu ya sheria. Lakini kwenye mtazamo wa kawaida unahisi kwamba Senegal walikuwa na stahili kuwa mabingwa wa AFCON 2025, lakini kutokana na hiki ambacho walikifanya Senegal katika uwanja wa Mohamed wa 5 kama sikosei, katika finali walideserve kupokonywa hizo harama, kwa sababu walifanya makosa ya utovu wa nidhamu kupitiliza, kitu ambacho watu wa kamati wanaweza wakaamua kile ambacho wao wamekiamua. Kuna baadhi ya wachezaji ambao wameonekana wakireact katika mitandao ya kijamii, lakini pia shirikisho la mpira miguu pale nchini Senegal FCF wamesema wao pia wanakata rufaa na wanaelekea CAS. Huko CAS ambapo wanapokwenda, unahisi wanaweza kupata suluhu hili jambo ama maamuzi yatafanyika yale ambayo tayari yaliamuliwa na CAF? Ubaya ukijaribu kuangalia sheria ambazo zimetumika kwenye kuamua hili hazipishani sana na sheria za FIFA. Simeelewana? Kwa maana hiyo kikubwa wataenda kuangalia kosa lilikuwa wapi na nini kilipaswa kuamuliwa. Sofa kukata rufaa kwenda CAS akutoi garantia wewe kushinda hiyo kesi. Sisi tumeelewana hapo. Hakutoi garantia. Sasa tushashuhudia Yanga kwa sababu wamekata CAS kwenda CAS mara ngapi Yanga hapo? Si mara 3, si mara 3, si ngapi? Kuna hata mara moja alishinda? Hakuna hata mara moja alishinda. Walikata sakata la Morrison, wakata sakata la mchezo wa dabi, lakini zote wameshindwa. Sasa ndio nakwambia kwamba kwenda CAS haimaanishi kwamba unaweza kushinda. So far kuna nyakati lazima mashabiki watu ambao wamekuwa kisupport Senegal waone kama shirikisho pia ilifanya jitihada. Sisi tumeelewana hapo kwamba walifanya jitihada lakini iliferi. Ndio hichi ambacho anakifanya Senegal. Kumalizia hapo funga meza kwa hiki ambacho umekisema, namna ambavyo wakienda CAS, lakini pia unaona katika mpira wetu tuweka katika ramani nzuri ama kutaanza sasa conflict, kwa sababu kitazama huyu Senegal nyuma anasopotiwa na baadhi ya nchi nyingi sana za hapa barani Afrika, kuonekana kwamba Morocco hivi kama ni mtu ambaye anapendelewa na viongozi wengi sana katika uongozi wa CAF. Nadhani miongoni mwa shutuma kubwa ambazo iko nazo sasa hivi Morocco ni namna ambavyo amekuwa akipendelewa. Si kama unavyozungumza hivi, kwa sababu tushashuhudia hapa mchezo wa finali ya Simba dhidi ya RS Berkane. Simba wenyewe kwa anajua mechi inachezwa Benjamin Mkapa, taarifa anaanza kutoa RS Berkane kwamba mechi imehamishwa New Amani Complex. Yaani mwenyeji hana taarifa kama mechi yake imehamishwa kupeleka katika uwanja mwingine. Hii inaonyesha zaidi shari kuna changamoto katika uongozi wa shirikisho, na umeonekana kuna baadhi ya mataifa yamekuwa kiapa favorite. Hususan ni hilo taifa la Morocco limeonekana kuwa na nguvu na limekuwa na ushawishi mkubwa katika shirikisho. So far sio jambo zuri. Yes, sio jambo zuri, kwa maana kutokuwa na balance katika shirikisho. Kwa maana watu wote ambao wako kwenye shirikisho wanatakiwa kupata haki sawa, kwa sababu ndio utaratibu ambao huko kisheria na kikanuni. Kwa maana hakuna mkubwa zaidi ya mwenzake, wote mpo sawa. Kwa wanapaswa kuzingatia hilo, na kwa hiki ambacho kinaendelea kinaonekana zaidi shiriki imekwenda kuchafua mpira wa Afrika kwa kwenye opinion, tuelewane. Lakini kisheria still bado utawaona watu wa kamati walikuwa na maamuzi ya kufanya. Tumeshashuhudia, tumeona leo mpaka sasa hivi maguji wengi wa soka duniani wameonekana ku criticize haya maamuzi. Ukiacha hivyo, kuna baadhi ya watu wameonekana kukejeli, na tukaonekana kama sisi Afrika bado sana, tutaendelea kusubiri sana. Kuna funga meza katika mchezo wa finali anaonekana pia Gianni Infantino wakati penalty anakosa Brahim Diaz akiwa na reaction, yani kama alikuwa na shauku kubwa kuona kama Morocco inabeba ubingwa wa AFCON. Of course hilo nazungumza na lilizua mjadala mkubwa, kuonekana kama kulikuwa na side tayari. Yani tayari ni mchezo ambao aliandaliwa bingwa kuwa nani. Ukijaribu kuangalia namna ambavyo mambo yalikuwa yanatokea pale uwanjani, na ukiacha hivyo hata ukijaribu kuiangalia ile safari ya Morocco paka anafika finali, ni safari ambayo inaonekana ilichangiwa zaidi na maamuzi mabaya ya waamuzi kwenye kuwapendelea Morocco. Ndio maana tukawaona Morocco wamefika finali. Rejea tu sisi wenyewe kwenye penalti ambayo tulinyimwa kama Tanzania, penalti ambayo alichezewa madhambi Idi Suleiman Nado, ambayo kimsingi tulitegemea kwa muamuzi aende kwenye VAR akajiridhisha kwamba yes kulikuwa na pushing
ama kulikuwa na fair challenge. Kwa hiyo lakini mwisho wa siku tukashuhudia mwamuzi hakuhitaji kwenda kuthibitisha kwamba nilikuwa ni maamuzi ya sahihi ama yakuwa sahihi, lakini baada ya mchezo tumeshuhudia mashabiki pia wa Morocco tuliona wakizungumza kwamba baada ya mchezo wazungumza kwamba kama hii ingetokea upande wa Morocco, dhahiri shahiri mwamuzi angeka mkwaju wa penalty. Kwa hiyo mwisho wa siku tutagundua kwamba safari tu ya Morocco mpaka kufika fainali ilikuwa ni safari ambayo ilikuwa na maamuzi mabaya ya waamuzi ambayo iliwasababisha Morocco wakaenda kufika fainali. Otherwise, kama waamuzi wangekuwa na msimamo thabiti wa kusimamia haki na sheria, huenda Morocco tusingemwona katika fainali ya AFCON, japokuwa mwenyewe ameandaa kwa gharama kubwa. Shukrani sana Fungameza. Asante. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.